Bana, na hii ni breaking news kutoka nchini Tanzania, na hii ni kubwa kuliko katika kile ambacho kimeelezwa katika msiba ambao taifa umekuwa ukiupokea, na hizi mambo zilianza mapema sana. Sasa taarifa hii inakuhusu wewe ambaye umeweza kuwa ni mfuatiliaji kabisa mzuri wa chaneli hii hapa, lakini kama ulikuwa haujawahi kufuatilia chaneli hii hapa, ndo mara ya kwanza umekutana na video hii hapa ama taarifa hii hapa, basi kabla ya kusikiliza taarifa hii hapa ni kuomba kitu kimoja. Unaweza ukashare, ukasubscribe pia, lakini pia ukalike ili uweze kuwa familia ya kudumu zaidi na zaidi. Basi unaambiwa kwamba Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema kuwa moja ya mambo ambayo yanamchukiza ni ugomvi wa baina ya vyama, akielekeza kuwa wote wanajenga taifa moja. Hakuna sababu inayopelekea kuwa na mambo hayo ya ugomvi. Akizungumza leo Februari 28, 2026 kwenye msiba wa hayati Mwadhama huyu Kardinali Pengo, Dr. Nchimbi ameeleza kuwa amekuwa na msimamo wa kupelekea mambo yake kama jinsi ambavyo hata alivyokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alikuwa akisimamia katika msimamo wa kutenda haki, kama kitu ambacho kinakuwa kiko katika usawa huu hapa, basi haitakiwi kwenda katika usawa mwingine, bali kiende kama vile ambavyo kinavyotakiwa kuwa. Na hapa ninamnukuu kidogo kile ambacho ameweza kukisema. Amesema kwamba yeye kama mambo ya kugombana ni kitu ambacho hakuyapenda hata alivyokuwa zamani. Apende ujinga kama jinsi ambavyo alivyoeleza. Anasema kwamba nchi hii yetu ni moja, inapaswa kupambana, ya nini kuweza kugombana? Unaona bwana, amesema Dr. Nchimbi, na amesisitiza kuwa hata mtu akihama kwenda chama kingine ni hatua tu katika hatua za kwenda kulipigania taifa au kulitumikia taifa. Kauli yake imezua mijadala na maongezi mengi sana katika mitandao ya kijamii. Mijadala hiyo ambayo na kila mtu amekuwa akicomment kadiri vile ambavyo alivyokuwa akiweza kutoa maoni yake kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukiongea hapo katika msiba. Sasa na wewe ukipata nafasi ya kuweza kuchangia hapa, unaweza ukatoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisikia dakika hii hapa, ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda poa kama jinsi ambavyo ilivyo kawaida. Usisahau kusubscribe kama bado subscribe, lakini pia share video hii hapa na wengine pia waweze kuona na kupata taarifa, kusikia taarifa ambayo umeiona na kuisikia pia. Nikushukuru sana kwa your time. Hadi wakati mwingine tena, wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.